kwa ajili ya kushambulia kule mwishoni. Tutayatumia kwa ajili ya kushambulia kule mwishoni. Labda niseme tu mambo machache kwanza. Kuna mambo ya kufahamu kuhusiana na vikao vya kiroho. Vikao vya kiroho, kuna mambo ya kufahamu kuhusiana na vikao vya kiroho. Cha kwanza kabisa, kabla sienda kwenye ile mifano, cha kwanza kabisa, vikao vya rohoni ndio vyenye nguvu kuliko vikao vya mwilini. Vikao vya rohoni ndio vyenye nguvu kuliko vikao vya mwilini. Hivi vikao vya rohoni ndio vina nguvu kuliko vikao vya mwilini. Na kwa nini vikao vya rohoni vina nguvu kuliko vikao vya mwilini? Sijasema vikao vya mwilini havina nguvu, vina nguvu, ila kuna vyenye nguvu kuliko. Hebu sema vyenye nguvu kuliko. Ni kwa sababu ya kwanza ni kwa sababu ulimwengu wa roho ndio ulimwengu halisi na wenye nguvu kuliko ulimwengu wa mwili. Kwa sababu kitabu cha Waebrania sura ya 11 ule mstari wa 2, Waebrania sura ya 11 ule mstari wa 2 anaongea kitu cha msingi pale. Waebrania sura ya 11 ule mstari wa 2 anasema, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Twende mstari wa 3. Anasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu huu unaonekana sasa. Ulimwengu huu unaonekana uliumbwa kwa neno la nani? La Mungu. Na Mungu ni nani? Ni Roho. Alafu anasema hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Anasema so that the things which are seen were not made of things which do appear. Maana yake hivi vinavyoonekana vimetokana na visivyoonekana. Maana yake kama vinavyoonekana vimetokana na visivyoonekana, maana yake asili ya vinavyoonekana vyote ni rohoni. Na kule unapotokea uwezo ukawa na nguvu kuliko kule unapotokea. Kwa mfano, aliyetengeneza gari aliwezi likamzidi akili. Aliyetengeneza gari aliwezi likamzidi akili. Mungu alimuumba mtu, mwanadamu hawezi kufikia mahali pa kumzidi Mungu. Maana yake ni kwamba chochote ambacho kimetokana labda na wewe au kakifanya wewe au kakianzisha wewe au kakizaa wewe, akiwezi kikakuzidi. Wakati mwingine mtu anaweza kusema, unaweza kuzaa mtoto akaja akakuzidi hela, ukazaa mtoto akaja akakuzidi jina. Hata vyote atakavyokuzidi, kuna kitu hata kuzidi. Umri hawezi akakuzidi umri. Hata ukimzaa mtoto hawezi akakuzidi umri. Maana yake na kingine ni kwamba huyo mtoto pia bado ametokana na wewe. Maana yake yeye ni sehemu yako. Ni kitu kimetoka ndani yako. Maana yake yeye ni mojawapo ya vitu vingi ulivyobeba ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna namna eti mwanadamu anaweza akawa na nguvu kuliko Mungu, au mwanadamu anaweza akawa na akili kuliko Mungu. Tafsiri yake ni kwamba ulimwengu wa mwili hauwezi kuwa na nguvu kuliko ulimwengu wa roho, kwa sababu ulimwengu wa mwili umetokana na ulimwengu wa roho, umezaliwa na ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho, cha kwanza, ni ulimwengu ambao upo milele. Hatujui ulianza lini na hatujui utaisha lini. Lakini ulimwengu wa mwili una mwanzo. Ndio maana unaona Mwanzo sura ya 1 anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Maana ulimwengu wa mwili una mwanzo, ila mwanzo wake umeanzishwa na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo chochote ambacho kitazaliwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho kina uwezo wa kuleta athari kubwa sana kwa ulimwengu wa mwili, kwa sababu hata ulimwengu wa mwili umetoka na ulimwengu wa roho. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 18. Wakorintho wa 2 sura ya 4 ule mstari wa 18. Anasema, basi tusiviangalie vinavyoonekana, bali tuviangalie visivyoonekana, kwa kuwa vinavyoonekana ni vya muda tu. Tafsiri ya kusema ni vya muda tu ni vitu vinaweza kubadilika muda wote. Vinaweza kubadilishwa pia muda wote. Vinaweza kugeuka muda wote. Kwa sababu ulimwengu wa roho kiamua kugeuza, kinageuka. Ulimwengu wa roho kiamua kisiende hivi, kilikuwa kinaenda hivi, kina uwezo wa kugeuka. Lakini pia jambo lingine ninavyosema vikao vya kimwili
havina nguvu kuliko vikao vya rohoni. Na maanisha ya kwamba chochote ambacho utaona watu wa mwilini wanataka kukifanya, lazima wawezeshwe na roho fulani. Lazima wawezeshwe na roho fulani. Kwa mfano, ukiona mtu anaiba, kuna roho ya wizi inamsaidia kutekeleza ajenda yake. Achana na kwamba wewe mwanadamu ni roho kama roho. Lakini ukiona mtu anafanya jambo lolote, kuna roho inakuwa inamtegemeza au inamsaidia. Nimesema hivi, ukiona mtu anafanya jambo lolote, ngoja nikupe maandiko kadhaa. Ukiona mtu anafanya jambo lolote, ujue kuna roho inamsaidia. Ezekiel sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili. Ezekiel sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili. Ezekiel sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema hivi, anasema akaniambia, huyu ni Mungu anaongea na Ezekiel, akasema, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitafanyeje? Nitasema nawe. Angalia mstari wa pili. Anasema aliposema nami, roho ikaniingia. Roho ilipomuingia ikamfanyeje? Ikamsimamisha. Maana yake vitu vinasimamishwa kwenye ulimwengu wa mwili kwa sababu kuna roho imehusika. Kama roho inaweza ikamsimamisha mtu hivi akainuka juu, maana yake yote pia utakayoona anainuka kwenye ulimwengu wa mwili, kuna roho inamsimamisha. Kuna kitu kinamuinua. Kuna ukiroho unamsaidia huyo mtu anakuwa hivyo alivyo. Anasema roho ikanisimamisha, nami nikamsikia yeye aliyesema nami. Lakini pia Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Yesu anasema, maneno haya ninayowaambia ni roho, na roho ndiyo itiayo nini? Uzima. Mwili haufanyeje? Haufai kitu. Maana yake ulimwengu wa mwili haufai kitu. Kama ulimwengu wa roho utasaidia na kuingilia kati, ulimwengu wa mwili haufai kitu. Anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya ninawaambia ni roho, tena ni uzima. Ulimwengu wa roho ndio unaoupa ulimwengu wa mwili uwezo wa kufanya mambo yake, uwezo wa kutekeleza ajenda zake. Kwa hiyo vikao vya rohoni vina nguvu kuliko vikao vya mwilini, kwa sababu rohoni ndio, kule ulimwengu wa roho ndio chanzo cha vyote unavyoviona kwenye ulimwengu wa mwili. Lakini pia ulimwengu wa mwili unaendeshwa na ulimwengu wa roho. Aya, jambo lingine la kufahamu kuhusiana na vikao vya rohoni, kilichoamuliwa na vikao vya rohoni kinatenguliwa na vikao vya rohoni. Yaani chochote ambacho kimeamuliwa na vikao vya rohoni, maana ni watu walikaa, wachawi walikaa, nguvu za giza zilikaa, wakaamua jambo fulani kwamba kwenye jambo hili itakuwa hivi na hivi na hivi. Chochote kilichoamuliwa na vikao vya rohoni kinatenguliwa na vikao vya rohoni. Chochote kilichoamuliwa na vikao vya rohoni kinatenguliwa na vikao vya rohoni. Chochote kilichoamuliwa na vikao vya rohoni kinatenguliwa na vikao vya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Rakababoshakadabadaba mandaraka soparadabaya. Kitabu kile cha Luka sura ile ya 11, Luka sura ile ya 11, Luka sura ile ya 11 ule mstari wa 21 na wa 22. Chochote kilichoamuliwa rohoni au na vikao vya rohoni kinatenguliwa pia na vikao vya rohoni. Chochote ambacho ulimwengu wa roho umepitisha kiwe hivi, kinaamuliwa pia na vikao vya rohoni. Kitabu kile cha Luka sura ya 11 anasema, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake. Tumchukulie huyu mtu mwenye nguvu kama kikao cha rohoni ambacho kilifanyika. Anasema aliyejifunga silaha zake. Maana yake kule kwenye ulimwengu wa roho walikaa wakafunga jambo au wakafanya jambo. Wakatamka ya kwamba kuanzia leo hii nyumba ilindwe. Kuanzia leo vitu vya hii nyumba viwe salama. Kuanzia leo kila mtu wa hii nyumba asifanikiwe au asiendelee au asipige hatua. Kuanzia leo yote atakayetokea na kuonyesha ana nia ya kusaidia hii familia afe na aanguke au apotee au aharibike. Wakitamka hivi, twende mstari wa 22, mstari wa 22, mstari wa 22, mstari wa 22 anasema, lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kufanyeje? Na kumshinda. Maana yake uwezi ukashinda kikao ambacho kilifanyika kwenye ulimwengu wa roho. Cha kwanza, kama hautarudi kwenye ulimwengu wa roho ili kubadilisha. Lakini cha pili, kama hautakuwa na nguvu kuliko wale waliofanya kikao cha kwanza.
kinacholeta labda madhara. Unataka kuzuia madhara ambayo yanatokea kwenye nchi, madhara ambayo yanatokea kwenye ukoo, madhara ambayo yanatokea kwenye familia. Lazima turudi kwenye ulimwengu wa roho na tuhakikishe tuna nguvu kuliko wale waliofanya kikao cha kwanza. Lakini habari njema ni kwamba kila ambaye Mungu yuko ndani yako, tuna nguvu kuliko wenye nguvu wengine wote katika jina la Yesu. Kila ambaye Bwana anatenda kazi ndani yako, una nguvu kuliko uchawi, una nguvu kuliko uganga, una nguvu kuliko chochote. Na kwa sababu hiyo wewe ukiongea, vingine vyote vinatii na kufuata maelekezo yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Subiri nikuonyeshe Yoshua wakati fulani wanajenga mji wa Yeriko kwenye kitabu cha Yoshua sura ile ya 6. Yoshua sura ile ya 6 ule mstari wa 26. Yoshua sura ile ya 6 ule mstari wa 26. Yoshua wakati fulani wanaujenga mji wa Yeriko, Yoshua akatamka laana. Yoshua 6:26. Yoshua akatamka laana, akasema, na Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaanie. Hebu soma kwa sauti hapo. Soma kwa sauti hapo. Na alaaniwe mbele za Bwana mtu yeyote atakayeinuka na kuujenga mji wa Yeriko. Angalia laana hiyo inafanyaje kazi. Anasema ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wake wa kwanza. Tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanaume aliye nini? Mdogo. Yoshua anatoa hii kama laana. Anasema katika mji huu, na nilikwambia popote ambapo watu wa Mungu wanakaa au tunakaa ibada kama hivi, rohoni sio ibada, rohoni ni kikao kinaendelea. Kuna makubaliano tunakuwa tunafanya. Yoshua hilo neno akawaapisha kiapo, ni kikao kilikuwa kinaendelea, akawaapisha watu kiapo. Ni kikao kilikuwa kinaendelea. Akasema na alaaniwe mbele za nani? Za Bwana mtu yule atakayeinuka na kuujenga tena mji wa Yeriko, akaweka misingi yake. Ataweka misingi yake kwa kufiliwa na mzaliwa wake wa kwanza. Sasa angalia, miaka mingi sana ilipita baada ya Yoshua kupitisha ajenda hizi kwenye ulimwengu wa roho. Wafalme wa kwanza sura ile ya 16. Wafalme wa kwanza sura ile ya 16 ule mstari wa 34. Ilipita miaka 550. Kikao kilifanyika miaka 550 iliyopita. Nilikuwa nasoma tafsiri moja ya Biblia. Watu wanasema this curse was fulfilled 550 years later in the time of Ahab. Maana jambo hili lilitimia miaka 550 baadaye. Wakati huo inawezekana huyu ndugu wakati anainuka hata hakuwa anajua kwamba kuna kikao cha roho kiliwahi kupitisha ajenda fulani ya kwamba yote atakayetaka kujenga mji huu afiliwe na mtoto wake wa kwanza, na akiwa katika kumalizia afiliwe na mtoto wake wa mwisho. Angalia hapo sasa. Anasema katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiram mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu. Sawa sawa na neno la Bwana lililonena nani? Yoshua. Maana yake hata leo ukitaka kujenga huo mji lazima arudi mtu rohoni na atamke baraka. Ndio maana kila unapokuja kwenye ibada hakikisha ukosi ibada, kwa sababu kuna matamko utakuwa unatamkiwa kwenye ibada ambayo yatafuta malaana ya miaka mingi iliyopita. Au mwingine, kwa mfano mwingine unataka kuanza kujenga nyumba mahali, wewe kwa sababu tu una hela, kwa sababu tu una mafundi umewapata, kwa sababu tu una ramani unayo, unakimbilia haraka site na kuanza kujenga. Hatujui miaka mingi iliyopita watu waliongea nini kwenye hilo eneo. Inawezekana kwenye hilo eneo waliongea mtu yote atakayeanza kujenga, akianza tu kujenga madeni ya poromoke yasiokuwa na maelezo. Unashangaa tu ulianza vizuri. Wakati unaanza kujenga ulianza vizuri. Ulikuwa na kitu, ulikuwa na fedha, ulikuwa na vitu. Wakati unaanza ni kama vile ulikuwa stable, biashara zilikuwa zinaenda, mambo yalikuwa yanafanikiwa. Ila baada tu ya kuanza kuweka msingi, umefikia kwenye level ya madirisha, ndio mambo ambayo yaeleweki yanaanza kukupata. Maana yake nini? Rohoni kuna matamko yalishatangulia.
usianze ujenzi wa jambo lolote bila kuhakikisha unakuwa na baraka ya kuhani wa Bwana. Baraka ya Bwana ndio inayofuta kila laana ambayo imetamkwa. Na mimi nataka nitangaze katika jina la Yesu, lolote ambalo adui alitamka, aidha alitamka kinyume na nchi, akasema mtu yeyote atakayeinuka kujenga nchi afe, hayo maneno tunayafuta kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Hebu sema katika jina la Yesu, kila matamko yaliyotamkwa kwenye ulimwengu wa roho kinyume na ujenzi wa Tanzania mpya, tunayatamka sasa ya kwamba yafutwe, 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 yafutwe. Tunayafuta kwa damu ya Yesu, na tunatangaza ya kwamba mwaka huu Tanzania inajengwa na watu wa Mungu, wanaijenga kwa mikono yao, na Bwana analitawala taifa hili tena katika jina la Yesu. Na Mungu anatawala, atakuwa ndio Mungu ndani ya Tanzania. Yesu ndio Mungu ndani ya Tanzania katika jina la Yesu. Usianze ujenzi wa jambo lolote bila baraka kutangulia, kwa sababu kuna laana nyingine ambazo hata wewe ukuwepo wakati zinatamkwa. Na bahati mbaya ni kwamba kwa sababu waliotamka ni watu wenye mamlaka rohoni, yale maneno yanaweza kusafiri miaka na miaka, vizazi na vizazi, yanasafiri, yanafuatia mpaka yapate mtu ambaye atamwangukia. Sema tena katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Kila matamko kinyume na uchumi wangu, kila matamko kinyume na ukoo wangu, kinyume na familia yangu, ninayafuta. Sema tena, ninayafuta. Sema tena, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Matamko yanaweza yakafuata uzao, yakafuata familia. Mimi nakubali kabisa kwamba ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yamefanyeje? Ila huo mwili wako huo una familia ulitokea. Roho yako kweli kabisa haina shida na mtu, ni kitu kipya, kwa sababu kiumbe kipya ni wewe, ndio hiyo roho imeingia ndani yako. Ila hiyo nyumba ambayo ndio mwili unaotumia, kuna familia umetokea. Eneo unaloishi pia lina makanuni yalishatamkwa, kuna matamko watu walishatamka. Tuliona kwa mfano jana, Mungu anamchukua Ezekieli, mtumishi wa Mungu, anampeleka kwenye malango, anaona kuna watu wanatunga maovu kwa kutamka, kwa kusema. Kuna matamko mengine watu wanaendelea kutamka. Kama tukisema basi we, ni kweli kabisa, mimi nakubali wewe ni kiumbe kipya, nakubali. Lakini mbona sasa wewe mwili wako bado unasumbuliwa na magonjwa? Na katika kupigwa kwake sisi tulifanyeje? Tuliponywa. Utagundua kuna namna pia tunapaswa kuendelea kudili na shetani, kudili naye kwa neno, kupata kweli, na hiyo kweli tuingize kwenye maombi. Hiyo kila kweli unaipata unaingiza kwenye maombi. Kila kweli unaipata unaingiza kwenye maombi. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Aya. Kwa nimerudi hapo, nimekuonyesha ya kwamba ili tuweze kutangua yoyote aliyotamka kwenye ulimwengu wa roho, lazima tuwe watu wa kiroho na tutamke kutokea rohoni. Tufute yote ambao aliyatamka, tufute yote ambao aliyatamka wakati uhuru wa nchi unapatikana, wakati Tanganyika na Zanzibar vinaunganishwa. Yale yote mabaya ambayo yalitamkwa kiroho, achana yale yaliyotamka kimwili, yale yaliyotamkwa kiroho wakati matukio yanatokea, turudi mpaka kwenye ule mwaka, tuyafutilie mbali kwa jina la Yesu, na tuanze kutamka mema kuanzia sasa. Na tunafanya hivyo. Hebu tumia dakika moja, tamka mema kwa habari ya Tanzania. Tamka jambo lote jema, tamka jambo lote jema. Kuna mji unaitwa Nazareti ambao watu walitamka wakasema alitatokea jambo jema kutoka ndani ya Nazareti. Na nataka nikwambie leo Bwana analo jambo jipya anataka kulifanya ndani ya taifa la Tanzania. Tunatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, ile Tanzania mpya inachipuka. Tanzania ambayo watu wake watakuwa na hofu ya Mungu. Tanzania ambayo viongozi wake watatenda haki na kupenda haki katika jina la Yesu. Tanzania ambayo uamsho utakuwa upo kila mahali. Wafanyabiashara wa mcha Mungu watakuwepo kwa jina la Yesu. Viongozi wa cha Mungu watakuwepo kwa jina la Yesu. Tanzania ambayo uchawi utakuwa hauna soko, uganga utakuwa hauna soko. Tanzania ambayo mioyo ya Watanzania watakuwa wakimtumainia Bwana katika jina la Yesu. Tanzania ambayo mashotoriaka rekapariaka shanda, watu watanena kwa lugha kwanza kabla ya kuanza kikao katika
jina la Yesu. Tanzania ambayo uraka shataraba manda kapariaka jekataraba baba, ndimi zitatawala kila mahali, wanaonena kwa lugha atakuwa kila mahali kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hawatazilika, hawatazilika, hawatazilika katika jina la Yesu. Shanda raka daba daba daba, katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Tanzania mpya imezaliwa, ya watu wanaoomba, ya watu wanaofunga, ya watu wanaomwamini Mungu. Katika jina la Yesu imezaliwa, imezaliwa, imezaliwa kwa jina la Yesu. Sawa, tuendelee sasa. Kwa hiyo matamko haya yaliyotamkwa ilibidi apate mtu wa kiroho ambaye atarudi tena na kuyafuta. Nilikwambia maneno yanafutwa na maneno. Maneno yanafutwa na nini? Na maneno. Maanake matamko yote wanayatamka kama maneno, lazima tuyafute kwa kutamka maneno mengine tena. Haya. Jambo la tatu kuhusiana na vikao vya kiroho, ni kwamba kila kikao kinakuwa na lengo maalum. Unakuwa na agenda fulani maalum anataka kuitimiliza. Kila kikao kinakuwa na agenda fulani maalum ambayo anataka kuitimiliza. Kunakuwa na specific agenda fulani maalum. Na mara zote agenda ili iwe njema au ili iwe mbaya, lazima wanaojadili, hali ya wanaojadili ndio inaamua agenda iwe njema au iwe mbaya. Kwa mfano, Mungu anawaza mawazo ya mema tu, wala si mabaya, mawazo ya kutupa tumaini kwenye siku za mwisho. Kwa hiyo hata agenda zote za Mungu zitakuwa ni agenda za mema, zitakuwa ni agenda ambazo zinahusiana na kuwasaidia watu wawe na mwisho ulio bora, nuru zao na njia zao zizidi kung'aa, na nuru zao zizidi kung'aa, na Mungu atakuwa anawaza namna ya kuhakikisha watu wake wanainuka na kuzidi kutawala. Lakini kuzimu nao agenda zao ni zile kubwa nilikwambia, za kuiba, za kuchinja, za kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mfano kitabu kile cha Mwanzo sura ya 18 kuanzia mstari wa 16 hadi wa 33. Mwanzo 18 kuanzia mstari wa 16 hadi ule mstari wa 33. Kuna kikao hapa, wanakaa watu yuko Ibrahim, yuko Bwana, na wako na malaika wawili wa Bwana. Anasema kisha watu wao wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahim akaenda pamoja nao awasindikize. Mstari wa 17 anasema Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahim jambo nilifanyalo? Nimfiche Ibrahim jambo nilifanyalo? Mstari wa 18 akasema, akiwa Ibrahim atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Maana kuna wakati mwingine Mungu anaamua kuwashirikisha watu jambo kwa sababu ya uzito wa hatima waliobeba. Mstari wa 19 anasema pia, ikiwa Ibrahim, maana nimejua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake yote waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizia Ibrahim ahadi yake. Mstari wa 20 Shandarakaraba anasema Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana. Tuendelee. Basi nitashuka sasa nione kama wanavyotenda ni kiasi cha kilio kilichonijilia, na kama sivyo nitajua. Mstari wa 22 basi wale wakatoka huko kuelekea Sodoma, lakini Ibrahim alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Maana Ibrahim yuko pale. Anasema Ibrahim akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na muovu? Ni kikao hiki kinafanyika, wanafanya kikao kwa habari ya mji wa Sodoma na Gomora. Anasema huenda wakawapo wenye haki 50 katika mji. Je, utauharibu? Anasema wala utauacha mji kwa ajili ya hao wenye haki 50 waliomo. Nataka uone ya kwamba kabla ya uharibifu kwenye mji wowote, huwa kunakuwa na vikao vimeshafanyika rohoni kwanza. Kabla hujaona mji unaharibiwa, watu wanaharibiwa, au matukio yanatokea kwenye ulimwengu wa mwili, nataka ujue rohoni kuna kikao ambacho lazima kiwe kimefanyeje, kimepitisha. Na hicho kikao kikipitisha hicho kikao, hiki ni kikao kimekaa
hiki ni kikao kimekaa, na kimekaa kwa ajili ya mji wa Sodoma na Gomora. Na miongoni mwa watu wa kibinadamu ambao wamepata nafasi ya kushiriki kikao ni Ibrahim. Mtu mmoja alipata nafasi ya kushiriki, kama ambavyo wewe umepata nafasi ya kushiriki kwa habari ya Tanzania na kuamua hatima ya nchi na ya taifa. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nitasimama kwenye nafasi yangu kama ambavyo Ibrahim alisimama kwenye nafasi yake kwa ajili ya taifa, kwa jina la Yesu. Sema tena, Bwana Yesu, asante kwa kuniamini kwa habari ya Tanzania na kunisimamisha kwenye nafasi kwa jina la Yesu. Amen. Maana Mungu amekuamini na amekusimamisha kama alivyomsimamisha Ibrahim kwa ajili ya taifa letu zuri la Tanzania. Haleluya. Sasa kikao hiki kilikaa, agenda kubwa ilikuwa ni kurudi kwenye nchi ya Sodoma na Gomora na kuadhibu watu wa Sodoma na Gomora kwa sababu ya uovu na mabaya waliokuwa wakiendelea kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni agenda, na agenda hiyo ilipoisha, Mungu aliendelea na shughuli yake, na Ibrahim pia aliendelea na shughuli yake. Haya, kila kikao kinakuwa na agenda. Hakuna kikao ambacho kitakaa ambacho hakina agenda fulani maalum. Jambo lingine kuhusiana na vikao, kila vikao vya rohoni vina uwezo wa kuamua hatima. Vikao vya rohoni vina uwezo wa kuamua hatima. Na kwenye mabano unaweza kuweka hatima za watu, hatima za vitu na maeneo. Hatima za watu, hatima za vitu na maeneo. Vikao vya rohoni vinaweza vikaamua hatima. Vikao vya rohoni vinaweza vikaamua hatima. Hatima za watu, hatima za vitu na hatima za maeneo. Kwa mfano, hatima ya mji wa Sodoma na Gomora iliamuliwa na kikao ambacho Ibrahim alikaa pamoja na Bwana. Lakini pia hatima ya ule mji wakati wa Ezekieli iliamuliwa na wale watu 25 ambao walikuwa wanaamua hatima ya mji, hatima ya eneo. Lakini pia kitabu kile cha Yeremia 22 mstari wa 29 na 30, tunaona kwa mfano pale Mungu anatamka, anasema, nchi andikeni habari za mtu huyu ya kwamba hatakuwa na watoto, hatakuwa na uzao. Na baadaye Biblia inasema hatima ya mtu huyu iliamuliwa na hicho kikao cha kiroho. Hicho kikao cha kiroho kilivyofanyika, hatima ya mtu huyu ikawa imekatizwa tayari kutoka kwenye hicho kikao, ya kwamba kuanzia sasa mtu huyu asifanikiwe, kuanzia sasa mtu huyu asiinuke, kuanzia sasa mtu huyu asizae, asiwe na maongezeko. Kwa hiyo unaona, hatima ya mtu huyu iliamuliwa na kikao ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, jambo lingine, vikao vya rohoni vinaweza vikaamua kalenda itakayofuata. Maana wakaamua kalenda, jinsi matukio yatakavyokuwa yanatokea, na yatokee baada ya muda gani, kipi kitangulie, kipi kifuate, au nini kitokee na nini kisitokee. Vikao vya rohoni vinaweza vikaamua kalenda ya mji. Kwa mfano, kama sisi tunaweza kukaa kama kanisa tukaamua mwaka huu kama kanisa, au viongozi wa kanisa tukaamua mwaka huu kama kanisa tunataka kufanya 1, 2, 3. Maana yake vikao vya rohoni vina uwezo wa kuamua kalenda. Ndio maana unaona wale watu walikaa wakawa wanasema wakati wa kujenga mji sio nini karibu. Maana yake wana uwezo wa kuamua kalenda, nini kitokee sasa, nini kitokee baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia jambo lingine la mwisho, vikao vya rohoni pia vina uwezo wa kuamua mtawala. Vina nguvu na uwezo wa kuamua mtawala, nani atawale na nani atawaliwe. Vikao vya rohoni vinaweza kuamua nani atawale na nani atawaliwe. Vikao vya rohoni vinaweza kuamua nani atawale na nani atawaliwe. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Vikao vya rohoni vinaweza kuamua nani atawale na nani atawaliwe. Anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, alafu wakatawale. Angalia, tumfanye mtu kwa mfano wetu, alafu kwa sura yetu, ili iweje? Wakatawale. Maana yake ukiona mtu anatawala, ujue amepitishwa na mamlaka za kiroho. Kuna mamlaka za kiroho zilikaa zikasema huyu sasa atawale.
huyu sasa awe kiongozi wa mtaa, huyu awe diwani, huyu awe mbunge, huyu awe rais, huyu awe mkuu wa wilaya, huyu awe mkuu wa mkoa. Hata kama hilo jambo litapitia uchaguzi wa watu, uchaguzi wa watu unakuja kwa ajili ya kuthibitisha maamuzi ambayo yalishafanyika kwenye ulimwengu wa roho tayari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia Isaya sura ile ya 6, ule mstari, Isaya sura ya 9, mstari wa 6, mstari wa 6 na wa 7. Isaya sura ya 9, mstari wa 6 na wa 7. Vikao vya roho vinaweza kuamua mtawala nani atawale na nani atawaliwe. Isaya sura ya 9, mstari wa 6 na 7. Anasema maana kwa ajili yetu mtoto amefanyeje? Amezaliwa. Anasema tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Hilo neno uweza wa kifalme, maana yake Yesu awi mfalme kwa sababu amepigiwa kura. Rohoni walishaamua iwe hivyo, kwamba huyu anakuja ni mfalme. Na hata alipokuwa anasulubiwa pale msalabani, wakaandika pale anwani pale juu, wakaandika mfalme wa nini? Wa Wayahudi. Maana yake Yesu alikuwa ni mfalme. Hata wale mamajusi wakati wanamfuata wanasema ni mtoto amezaliwa. Lakini ni mtoto, lakini sio tu mtoto, ni mfalme amezaliwa. Maana yake kumbe rohoni wanaweza wakaamua mfalme, nani awe mfalme na nani awe mtawaliwa, nani aongoze na nani aongozwe, nani atawale na nani atawaliwe. Na kwa sababu hiyo mwaka huu tuna nafasi ya kuamua. Sio tu kura zetu zitaamua, kura zetu zitathibitisha maamuzi ambayo tayari tunayafanya leo kwenye ulimwengu wa roho. Na ndivyo tunavyotangaza ndani ya taifa hili katika jina la Yesu. Yoyote ambaye hatutampitisha rohoni havuki. Hebu sema havuki. Sema hapiti. Sema haendi popote. Maana yake rohoni tukimkataa mtu, rohoni tukimfuta mtu, rohoni tukimpangua mtu, huyo mtu na mwilini anapanguliwa. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10. Rohoni tukimkataa mtu na mwilini habari yake imeisha. Habari yake imeisha. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza. Shandarakada baba baba. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza. Anasema hivi, ndipo Samueli akatwaa kichupa cha nini? Cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu akasema, "Je, Bwana akukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wa nani? Watu wake wa Israeli." Ni Bwana ndo anayeinua wafalme. Ni Bwana ndo anayeinua wafalme. Na kama ni Bwana, huyo Bwana ni baba yetu. Mwaka huu tuna nafasi ya kuamua vyote. Huyo Bwana ni baba yetu. Anasema nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. In fact hapa ilikuwa ni kikao kinaendelea. Na baada ya hicho kikao Sauli akatiwa mafuta awe mfalme juu ya nchi ya Israeli. Ngoja nikuonyeshe tena. Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza. Shakanda barabaraba. Yandarabo shakabaraba. Warumi 13 mstari wa kwanza. Anasema tutii kila mamlaka. Anasema kila mtu na atii mamlaka iliyo nini? Iliyo kuu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa nani? Na ile iliyopo imeamriwa na nani? Na Mungu. Maana yake kama Mungu ndo anayeamua, tukikata rufaa kwa Mungu, mamlaka nyingine zote zinasikia. Mamlaka zingine zote zinapaswa kufuata. Kwa dakika chache, ngoja nikupe mfano wa vikao ambavyo viliamua agenda za kutekelezwa, agenda za uharibifu. Vikao ambavyo vilikaa kwa ajili ya kutunga mabaya na kuamua uharibifu kwenye maisha ya watu. Danieli sura ile ya 6. Danieli sura ile ya 6 ule mstari wa kwanza. Taanza ule mstari wa kwanza, taendaenda kidogo hadi mstari kadhaa alafu tutachukua hapa. Anasema Danieli sura ya 6 mstari wa kwanza. Anasema ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120
wawe juu ya ufalme wote. Mstari wa 2 anasema na juu yao akawaweka wakubwa 3 na Danieli alikuwa mmoja wao. Anasema ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate nini? Hasara. Twende mstari wa 3. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa wa maliwali. Kwa kuwa rudi hapo, anasema kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Yani jamaa akawekwa juu ya ufalme wote. Kutoka kuwekwa asimamie maliwali, safari amewekwa juu ya ufalme wote. Mstari wa 4. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumstaki Danieli kwa habari za mambo ya nini? Ya ufalme. Angalia wivu hapo, wivu. Kuna watu wana wivu na tumeshaanza wengine kuwaona. Kuna watu wivu umeanza kuwakamata. Anasema lakini hawakuweza kuona sababu wala nini? Kosa. Kwa maana Danieli alikuwa ni mwaminifu. Viongozi wengine unaona wanaogopa kusema kweli, ni watu ambao njia zao na zenyewe wengine zina kona nyingi. Ni mtu ambaye anaogopa akianza kufuatiliwa, mambo yake yakaanza kulipuliwa, kaanza kuonyeshwa jinsi ambavyo alimdhulumu mtu, akachukua kiwanja chake, akajimilikisha. Aliingia kwenye duka fulani, akachukua labda kitu cha mtu, akachukua kwa nguvu. Kwa mfano, akachukua kitu cha mtu kwa nguvu, hela za mtu kwa nguvu, mali ya mtu kwa nguvu. Kwa hiyo kuna namna na wenyewe pia wanaogopa, kwa sababu wengine kwanza sio waaminifu, wengine bado rushwa inawasumbua, wengine bado tu tamaa za mwili zinawasumbua, wana matukio yao na uozo wao mwingi sana. Anasema wala alikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Mstari wa 5 anasema ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumstaki Danieli huyo tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Hata mwaka huu ukiona kuna watu wamemkosa mtu, mfano wamekukosa wewe kwenye biashara, wanaona njia zako ziko sawa, biashara yako inalipa kodi vizuri, kila kitu unakisimamia vizuri, hawa watu watajaribu kurudi kwenye mambo yako na Mungu wako. Sasa kusema huyu mtu bwana anapigia kelele usiku anaviomba, huyu mtu bwana hii masuala yake ya kwenda ibada kila saa yanatusumbua, au watakutafutia sababu zozote ambazo zinaendana na masuala ya Mungu wako. Anasema basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario uishi milele. Machawa hawa. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yoyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku ngapi hapo? Muda wa siku ngapi hapo? 30. Wako very strategic, mwezi mzima. Anasema ila kwako, mfalme, atatupwa katika tundu la nani? La simba. Kikao hiki kinalenga kumzuia Danieli asiendelee na vikao vyake vya kiroho na Mungu wake. Maana yake adui hajakuweza kama hajakuweza kwenye mambo yako na Mungu. Akiweza kukuzuia usiombe, akaweza kukuzuia usifunge, akaweza kukuzuia usiendelee kuishi maisha matakatifu, akishindwa kukuzuia kwenye hayo, hata hayo mengine nataka nikwambie hawezi kukuzuia kwa jina la Yesu. Hawezi kukuzuia. Mstari wa 8 anasema sasa mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isivyoweza kubadilika. Leo tunabadilisha hata visivyoweza kubadilika. Leo tunatengua hata visivyoweza kutengulika. Leo tunafuta hata ambavyo alisema viwezi kufutika, tunafuta kwa damu ya Yesu. Mstari wa 9 asema basi Mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Mstari wa 10 nampenda Danieli. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi
Danieli akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Maana yake safari hii hafanyi sirini tena. Safari hii anaomba waziwazi. Safari hii anafunga waziwazi. Safari hii msimamo wake anautangaza hadharani. Anatangaza. Danieli anasema akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo mwanzoni. Kumbe ukiona Danieli safari hii, Danieli amefungua madirisha, sio kwamba Danieli ndio anaanza. Danieli hii ni tabia yake. Kupenda haki ni tabia yake. Kuomba ni tabia yake. Kupenda ibada ni tabia yake. Uaminifu ni tabia yake. Kuchukia mabaya, kuchukia mapato, udhalimu ni tabia yake. Unaposhindana na mwenye haki, unashindana na Mungu wake pia. Baada ya jambo hili kutokea, wale watu mstari wa 11 wakamrudia mfalme, wakakusanyika tena, wakamwambia, muone Danieli anaomba dua na kusi mbele za Mungu wake. Maana Danieli aliendelea kuomba na akaendelea kufunga. Na nikwambie, lolote ambalo adui ataliinua kinyume chetu, hatutaacha kuomba, hatutaacha kufunga. Nguvu yetu inatoka kwa Bwana, msaada wetu unatoka kwa Bwana. Daudi anasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu unatoka wapi? Akasema, msaada wangu katika Bwana, yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Maana yake hata nchi zinapokea msaada wao kutoka kwa Bwana. Tutamwangalia Bwana. Na nikwambie, ndani ya Tanzania hii mpya, macho yetu tumeelekeza kwa Bwana. Macho yetu tumeelekeza kwa Bwana. Tumaini letu tumeelekeza kwa Bwana. Anasema, heri yule ambaye anamtumainia Bwana, maana atakuwa kama mlima Sayuni ambao utatikisika bali wakaa milele. Hebu sema, ninamtumainia Bwana. Sema, Bwana Yesu, ndani ya majira haya moyo wangu nakutumainia katika jina la Yesu. Biblia anasema ya kwamba amelaaniwa tu yule amtumainiaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Ndani ya mwaka huu hatuweki tumaini letu kwa wanadamu, hatujaweka tumaini letu kwa mtu, tumeweka tumaini letu kwa Bwana. Anasema, na abarikiwe yeye anayemtumainia Bwana. Yeremia 17 ule mstari wa 6 na wa 7. Abarikiwe yeye anayemtumainia Bwana. Tumeamua kumtumainia Bwana, tumeamua kumwangalia Bwana, tumeamua kumtegemea Bwana, na kwa msaada wake tunatenda makuu ndani ya mwaka huu katika jina la Yesu. Bwana ndio msaada wetu, ni msaada unekanao tele wakati wa mateso. Anasema, abarikiwe mtu yule anayemtegemea Bwana na aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Mstari wa 8, na aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Anasema, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati hari ijapo, hatutaona hofu wakati wabaya wanapojiinua. Anasema, na jani letu litakuwa bichi, mambo yetu yatazidi kustawi. Na ni kusi mtu wa Mungu, kwa namna yote amua kumtegemea Bwana, amua kumtumainia Bwana, amua kumwangalia Bwana. Anasema, Yesu akainuliwa kama nyoka wa shaba alivyoinuliwa, ili yeyote atakayeweza kumwangalia. Yohana sura ya 3 mstari wa 14 na 15. Yesu anawaambia watu, mimi yanipasa kuinuliwa kama ambavyo Musa alimuinua nyoka wa shaba jangwani, na mimi nainuliwa kwa njia hiyo hiyo, ili kila atakayeniangalia aweze kupokea uzima. Kadri tunavyozidi kumwangalia Bwana, ndivyo msaada unavyoongezeka. Kadri tunavyozidi kumtumainia Bwana, ndivyo nguvu zetu zinazidi kuongezeka. Kadri tunavyozidi kumtumainia Bwana, Ayubu anasema ya kwamba yule mtu anayemtumainia Bwana, harufu ya maji itakuja kwake na machipukizi yake yatainuka tena. Wanadamu wanaweza wakatuchonganisha na wafalme wa dunia, lakini tunaye mfalme wa wafalme ambaye kwake ipo amri inayoshinda wafalme wote, ambaye kwake uweza wake ndio unaoinua wafalme wengine wote. Wanadamu wanaweza wakatuchonganisha na wawaziri na mawaliwali, wakatuchonganisha na watu wa kawaida. Nataka nikwambia kwamba yupo Bwana ambaye halali wala asinzi kwa ajili ya watu wake. Yesu ambaye tunamtegemea hajawahi kushindwa, kama ambavyo hakushindwa kwa Danieli, hajashindwa na kwetu pia. Kama ambavyo alitukuzwa kwa Danieli, atatukuzwa na kwetu pia. Kama ambavyo alitukuzwa kwa Shadraka, Meshaki na Abednego, atatukuzwa na kwetu pia katika jina la Yesu. Biblia inasema Danieli akaendelea kuambatana na Bwana.
Hakuna cha kutuondoa kwenye kufunga. Ndani ya yote yanayotokea ndani ya nchi hii, hakuna kitakachotuondoa kwenye kufunga, hakuna kitakachotuondoa kwenye kuomba, hakuna kitakachotuondoa kwenye kukesha, hakuna kitakachotuondoa kwenye ibada. Hatutaendelea kukusanyika, tutaendelea kuomba, tutaendelea kufunga. Mitume wanawaambia watu ya kwamba nyie mtaendelea kugawa chakula, nasi tutadumu katika kusali na kuomba na kulihudumia neno la Bwana. Nataka tutangaze msimamo wetu. Tanzania, sikia msimamo wetu. Hatutaacha kuomba, hatutaacha kufunga, hatutaacha kukesha, hatutaacha. Hakuna kuacha kwa jina la Yesu. Hatuachi. Maana tumeona kwa maombi jinsi ambavyo Bwana alimtegemeza Danieli akamtoa kwenye tundu la simba. Maana tumeona jinsi ambavyo maombi yalimtangaza Mungu wa Danieli kwenye taifa, jinsi ambavyo maombi ya Danieli yalifanya adui zake wakateketea kwenye tundu la simba. Na mimi natangaza hatuachi maombi. Maombi yalimsaidia Esther dhidi ya ila ya Haman, na sisi tunatangaza hatuachi maombi. Hata ila za ovu zimekufa, hata ovu wameteketea gizani katika jina la Yesu. Kwa maombi yako Daudi anasema ya kwamba yandaraka sanama. Kwa maombi yako ninasimama tena. Maombi yanaweza kumuinua mtu. Elia aliomba, na kwa sababu hiyo alikuwa na uwezo na mamlaka na sauti juu ya taifa, hata akaitwa mtaabishaji wa taifa. Maombi yana uwezo wa kutaabisha waovu. Maombi yetu yana uwezo wa kutaabisha, yakataabisha wafalme. Nasi tunatangaza hatutaomba na tutaendelea kuomba kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mtu aliyebeba agenda ya kutuondoa mahali pa maombi ateketee, haribike, anguke. Yoyote ambaye alizenga kuyazia maombi yetu, aidha kuyazia kwenye ulimwengu wa roho, hatunamfyeka na kumpasua. Hapasuka, haribika. Hatunatangaza uanguke. Kila ambaye umebeba agenda ya kuzia maombi yetu, kuomba kwake mwenye haki hakuafaa sana. Hatutaacha maombi. We will not stop. Hatutaacha kuomba. Kanisa likaomba kwa bidii, na tutaendelea kuomba kwa bidii kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na sasa tunatangaza ile agenda yote ya kuwanyamazisha kina Danieli walio ndani ya taifa hili, hiyo agenda tunaipangua. Kila agenda ya kunyamazisha akina Danieli wenye roho bora ndani yao, akina Danieli walioamua kusimama na cha Bwana, hiyo agenda tunaipangua. Hebu pangua ndani ya dakika chache zijazo. Apangua kila agenda ambayo wameingia watu, na hiyo agenda imetiwa sahihi kwenye ulimwengu wa roho. Natamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, mashandaka yandaraka rababa iparata radadada mashandaka taraba lekaradadaba saka yantarandaraba ikapayakata. Hiyo agenda ya kudhoofisha maombi yetu na ibada zetu hatunaipangua. Hiyo agenda ya kudhoofisha makanisa na watu wasiombe hatunaipangua. Achia taifa hili rakapayaka mashandakataraba likataradadada. Hiyo agenda ya kunyamazisha hatunaipangua. Biblia inaniambia kwenye Matendo ya Mitume, wakamwambia Petro ya kwamba, Petro nyamaza, usiseme tena kwa jina hili. Petro akawaambia, amueni leo, ni vema kumsikiliza Mungu au kuwasikiliza wanadamu. Petro akasema, na lipo jina moja tuliopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwao, na kwa jina hilo sitanyamaza. Hatutanyamaza, hatutaita hata imekuwa, hatutaomba hata imetokea. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila agenda ya kudhoofisha miili yetu hatunaipangua. Panguka shada baba rakama mama yanda rakarababa
shata rekadabadaba. Hiyo ajenda ya kutuchonganisha na wenye mamlaka tunaipangua, tunaipangua. Haribika, haribika, haribika kwa damu ya Mwana-Kondoo. Wewe ambaye umedhamiria ndani ya moyo wako kutuchonganisha na wenye mamlaka, hatunakupangua. Wewe na ajenda yako, haribika, 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 haribika. Mti ule uandaa kwa ajili ya kuangamiza Wayahudi, mti ule tunautumia kukuangamiza wewe na familia yako, kukuangamiza wewe na kikundi chako. Hatunatumia mti ule kukuangamiza wewe. Mene tekeli na peresi shabababababa rakana mama manda rakashaya ekataradaba ripasata lekatarabosa yantarama masanda yakakakakaka jatatatata. Agenda za machawa hatunazipangua, agenda za wote waliobeba kazi ya kuzimu, vikao vya uharibifu popote walipoviweka na majina yetu wakayachukua, hatunapangua vikao vya uharibifu kwenye vyumba vya siri, hatunavipangua pangua napangua kwa jina Yesu. Watakusanyana lakini sio kwa shauri la Bwana. Natangaza kwa jina Yesu, kila unayekuja kinyume na shauri la Bwana hatunakupasua. Kila unayekuja kinyume na shauri la Bwana, anguka. Anguko lenu liwe kubwa. Hatunatangaza hali yenu iwe mbaya kuliko ya kwanza kwa jina Yesu. Kila unayekuja kinyume na ajenda ya Bwana ya saa hii, hali yako iwe mbaya kuliko ya kwanza. Rakababababa yantaramamama masanda rakabababa yantarama masanda rekataradadada ikatamamama rakashaya eshaparata rakatayanda. Hiyo ajenda ya kunyamazisha watu wasiombe, watu wasifunge, hiyo ajenda ya kunyamazisha mikutano ya Injili, hiyo ajenda ya kunyamazisha makusanyiko ya ibada, hiyo ajenda naamrisha kwa jina Yesu, naipangua kama ilivyokuwa wakati wa Danieli. Naipangua nyinyi ambao hamtaki tumwabudu Bwana wa majeshi. Napangua, nawafyeka washindanao na Bwana, wanapondwa kabisa. Nawaponda kabisa. Naponda, napasua shapapapapa rakatatata mantarababa. Walienda kumvamia Yesu akiwa mlimani anaomba, ndio muda walienda kumvamia. Agenda za kuvamia watu kwenye ibada nazipangua sandarakadaba yantaramamamasa yandaradadada yantarabababa. Agenda za kugeuza nyumba ya Bwana hakuwa pango la wanyang'anyi. Napindua agenda za kuinua miungu mingine, kila taratibu zilizo kinyume na Bwana zinazoinuliwa kwa ajili ya kuzuia ibada za kweli zisifanyike. Napindua kwa jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Kila agenda iliyo kinyume na watu wa Mungu tunaipindua kwa jina la Yesu. Na imekuwa katika jina la Yesu. Tunatangaza imekuwa katika jina la Yesu. Nasema tena imekuwa katika jina la Yesu.
Nasema tena imekuwa katika jina la Yesu. Nasema tena imekuwa katika jina la Yesu. Kama ambavyo Haman alianguka, waanguke na wao pia kwa jina la Yesu. Kama ambavyo ajenda kinyume na Meshach, Shadrach na Abednego iliishia kuwateketeza walioandaa moto, kila walioandaa moto, huo moto wale kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya maombi haya. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo, siku ya 27 ya maombi haya. Baba, tunakushukuru kwa kututia nguvu. Tunakushukuru kwa kutuwezesha. Tunakushukuru kwa kutusaidia. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho wa Mungu. Asante kwa kutusaidia. Baba, litukuzwe jina lako. Wewe ni Mungu wa ajabu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Bwana Yesu, kila ajenda rohoni na mwilini imeharibika kwa jina la Yesu. Mapenzi yako tu yatatimizwa. Mapenzi ya kuzimu yamekufa leo. Tumeyazika jumla. Kila mwana wa ibilisi aliyekuwa amebeba ajenda ya kuzima kanisa, kuzima watu wa Mungu, kuzima kina Danieli, tumemzima yeye leo kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, kuza habari za Danieli, kuza habari za kanisa, kuza habari za watu wa Mungu ndani ya taifa hili, kama ilivyokuwa kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya 6. Danieli sura ya 6 ule mstari wa 26 na wa 27. Mfalme akaweka amri ya kwamba mamlaka yote ya ufalme wake na watu wote watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli, maana ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele. Ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa, utenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Bwana Yesu, ndivyo ikawe katika jina la Yesu, ya kwamba amri iwekwe. Mungu wetu utaheshimiwa. Mungu wetu utatukuzwa kwenye taifa hili. Mungu wetu utaabudiwa kwenye taifa hili. Tumeiweka amri sasa rohoni na mwilini katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema tena katika jina la Yesu. Kila juhudi wanayoitumia kuinua kizuizi iwe ni njia ya kuzaa muujiza mpya kwa ajili ya kanisa kwa jina la Yesu. Na mimi nimetangaza kila juhudi watakayotumia kwa ajili ya kuzuia iwe ndo juhudi inayotengeneza mwanya mkubwa wa sisi kupenya, na wewe kupenya, na Tanzania mpya kupenya, na Masihi wa Bwana kupenya, na baba yetu na kila mmoja na kila Mtanzania kupenya kwa jina la Yesu. Amen. Kamata sadaka yako pale ulipo. Kesho tuna ibada kubwa sana hapa makao makuu, na wale watu wa mtandaoni mnisikilize kwa makini. Kesho tuna ibada kubwa sana na inaanza saa 3 kamili mahali hapa, na ibada hii ni ibada ya pamoja. Tutakuwa na ubatizo, tutakuwa na meza ya Bwana, tutakuwa na neno la Bwana, tutakuwa na maombi. Kwa hiyo jitahidi umwalike mtu, shirikishe mtu, na kama upo Dar es Salaam tafadhali usikose kwenye ibada hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe uliyeko hapa, saa 3 kamili kesho tunaanza ibada. Amen. 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 Baba, nabariki sadaka za watu wako katika jina la Yesu. Amen. Njoo mtolee Bwana Yesu, na wale mtandaoni tolee Bwana Yesu. Okay, maana kutuletea chombo. Tolee Bwana Yesu. Tolee Bwana Yesu. Tuseme neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. 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 Tumemaliza. Ngoja tuletee cup.